Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum inaendesha kampeni inayoitwa Amsha Ari, ambayo ni mahususi kwa ajili ya kubadilisha na kugeuza fikra, mitazamo na mawazo ya wananchi ili wawe chachu na kitovu cha maendeleo ndani ya jamii wanayoishi. Kampeni hii inalenga ushirikishwaji wa wananchi kuwa mstari wa mbele kusimamia maendeleo yanayotekelezwa ndani ya jamii zao, ikiwa ni pamoja na kujitolea, kuchangia, kuhifadhi miradi na miundombinu ya maendeleo katika maeneo yao. Lengo la kampeni hii ni kufanya mageuzi ya kifikra na mtazamo wa jamii kuwa na moyo wa kujitegemea, uzalendo na kufanya kazi kwa bidii ili kuleta maendeleo endelevu na jumuishi. Katika utekelezaji wa kampeni hiyo, Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Wakili Amon Mpanju, tarehe 31 Machi 2026 alifanya ziara ya kuamsha ari katika kata ya Kihonda, mtaa wa Kiegea A, mkoani Morogoro. Wakili Mpanju, baada ya kufika katika eneo hilo, alipokelewa na viongozi wa kata pamoja na wananchi, kisha akashiriki ujenzi wa kituo cha polisi. Wakili Mpanju akapata nafasi ya kuzungumza na wananchi kuhusu umuhimu wa kushiriki katika ujenzi wa kituo cha polisi katika eneo lao. Serikali yoyote duniani lazima ianzie wananchi waliko. Sasa nyinyi mnatekeleza kwa vitendo, hongereni sana. Lakini hamkuishia hapo. Nitasema kuwa na watendaji wakawa na ofisi nzuri, wakashughulikia changamoto zetu za ardhi, migogoro, ulinzi haitoshi. Ni vyema hawa tuliowakabidhi dhamana ya ulinzi na usalama wetu na mali zetu kwenye mtaa wetu, kata ya Kihonda na kata za jirani za Mkundi na Lukobe, au watoto mliowazaa, nikasema tunahitaji kuwepo kwa ofisi ya usalama. Sio polisi wanatoka kule wanafanya operation, wawepo hapa. Kaamua kujenga kituo cha polisi. Na ni kituo kikubwa kwa sababu milioni 104,167,207 ni hela nyingi. Hilo ni jumba la kifahari. Lakini nyie mtasema tunaweza kuwa na nyumba za kawaida, lakini mahala panapotuhakikishia usalama basi pawe na ardhi ya kuhudumia wanakiegea kata ya Kihonda na kata za jirani za Mkundi na Lukobe. Hongereni sana. Safari mlioanzisha sio nyepesi. Safari ngumu. Inahitaji kujitoa, inahitaji kujituma kama mlivyoanza. Inahitaji kuwekeza rasilimali zenu, nguvu kazi, lakini fedha kuchangishana na kila mtu atakachoweza kuleta tofali, simenti, nondo, msumari, ufundi ili tufanikishe kuwa na kituo cha kisasa. Ni kawaida kwa watu kujifunza kwa urahisi kwa vitendo. Mpanju kwa kutambua hilo akachangia mifuko 45 ya saruji. Kwa kitendo hicho, wananchi wakafurahia na kuanza kutoa ahadi zao kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha polisi. Kwa jina naitwa Alfred Changa. Tupo hapa kwa ajili ya kujitolea kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha polisi cha mtaa wa Kiegea A. Na natamani kuwashauri wananchi wenzetu, kujitolea ni swala la msingi sana kwa sababu hakuna maendeleo bila kujitolea. Mimi jina maarufu naitwa Mama Suruali. Pia mimi ndio mwanzilishi wa mapoli haya. Asante. Nasema nachangia mifuko 2 ya simenti. Asante. Kwa majina naitwa Mwanaisha Daudi, ni mtumishi wa umma, pia ni mwanakiegea. Nitachangia matofali 30. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Assalamu alaykum. Alaykum salaam. Mimi kama raia wa kawaida, asante. Na mimi najazia kidogo. Ndio. Mimi nanunua misumari kilo 1. Asante, asante. Mimi naitwa Said Mohamed Saidi. Asante. Mimi nitachangia maji ya ujenzi lita 2,000. Asante. Mimi naitwa Mzee Anthony Abias Mkuganga, nakaa mtaa Kiegea A, Kitalukiu, Mikoroshini. Nitachangia mfuko 1 wa simenti. Asante. Harambee hiyo ikatamatika kwa kufikisha jumla ya ahadi ya shilingi milioni 6.5, na Wakili Mpanju akawaahidi wananchi kwamba kituo hicho lazima kikamilike kwa wakati na kuanza kutoa huduma. Mimi niwahakikishie wizara yetu ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, serikali ya mkoa na manispaa, tutahakikisha kituo hiki kinakamilika.
Ninachoweza kuwaomba msibaki nyuma sasa. Nyie mtuonyeshe mfano. Najua kuna wadau wanaofanya kazi kwenye maeneo haya mbalimbali. Mheshimiwa Diwani, hamasisha watu wako na hata hizo kata za jirani waje, kwa sababu watahudumiwa na kituo hiki. Kama kuna wadau wachangie, wadau wote, kwa sababu hii itaenda kusaidia sio tu wana Kihonda bali hata watu wanaopita, lakini ujambazi utakoma na kupafanya hapa pawe mahali salama kwa wenyeji na wageni. Kwa hiyo mmefanya uamuzi thabiti, na serikali yoyote makini duniani kama serikali inayoongozwa na CCM ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lazima tuimize maendeleo yanayotokana na wananchi, maendeleo yanayochochewa, kuhamasishwa, kusimamiwa na wananchi, yanadumu, yanatunzwa, yanakuwa na matokeo endelevu ya muda mrefu, kwa sababu hiki kimetokana na nyinyi. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imedhamiria kuwafanya wananchi kuwa kitovu cha maendeleo na madereva wa maendeleo yao wao wenyewe. Matarajio ni kuwa na jamii yenye fikra na mtazamo chanya katika maendeleo ya kijamii. Ni vyema ikaeleweka kuwa ngazi ya msingi ni muhimu sana katika kuwezesha wananchi kujiletea maendeleo na kutafuta suluhisho ya changamoto za maendeleo zinazowakabili na kuzitatua. Amka sasa, shiriki, changia na linda miradi ya maendeleo katika eneo lako.